Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyu. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu jinsi Mungu anavyokusaidia daima. Tazama, Mungu amekuwa msaidizi wako kwa kuwa amefanana na wewe. Pia wewe umekuwa msaidizi katika ufalme wa Mungu kwa kuwa wewe umekuwa wa kufanana na yeye kwa kukuumba kwake. Na msaidizi maana yake ni yule anayemfanya mtawala akafurahia utawala wake. Msaidizi maana yake ni yule anayemfanya mtawala aliye katika kiti cha utawala akafurahia utawala wa kiti chake. Aliye msaidizi wa maisha yako ni yule aliye wa kufanana na wewe, na aliye wa kufanana na wewe ni Mungu pekee. Narudia, aliye wa kufanana na wewe ni Mungu pekee, kwa kuwa Mungu ndiye aliyekuumba kwa mfano na sura yake, na wewe umekuwa wa kufanana na yeye, ikiwa na maana wewe umekuwa msaidizi wa ufalme wake. Na kama vile wewe ulivyokuwa wa kufanana na Mungu pale alipoketi katika enzi ya ufalme wake, ndivyo vile Mungu amekuwa wa kufanana na wewe hapo ulipoketi katika enzi ya utawala uliopewa kwenye vitu vyote. Narudi hapa, kama vile wewe ulivyokuwa msaidizi au wa kufanana na Mungu pale alipoketi katika enzi ya utawala wake, katika kiti cha enzi ya utawala wake, ndivyo vivyo Mungu alivyofanana na wewe hapo ulipoketi katika enzi au kiti cha utawala ulichopewa katikati ya vitu vyote. Na kwa kuwa utawala ni kiti cha utawala, utawala ni kiti cha enzi cha utawala, ndiyo kilichobeba utawala ambacho mtawala anakalia. Na kiti cha enzi cha utawala ulichonacho ni hilo umbo la mwonekano ulionao. Narudia, umeitwa mtawala kwa kiti cha utawala ulichopewa. Umeitwa mtawala kwa kiti cha utawala ulichopewa. Na kiti cha utawala ambacho ndiyo mtawala ni hilo umbo la mwili wako kwa kuonekana kwake. Narudia, na kiti cha utawala na utawala wako, enzi ya utawala wako ni hilo umbo ulilo nalo kwa jina la kuitwa kwake, kwa jina la kuitwa kwake na kufanya. Mungu amekuwa ni wa kufanana na jinsi ulivyo katika enzi ulio naye, na amekuwa msaidizi wa enzi ya kiti chako cha ufalme. Amekuwa na msaidizi wa utawala wako, amekuwa msaidizi wa umbo ulilo nalo, ili lipate kufurahi
hapo lilipo, lipate kufurahia utawala wake, lipate kufurahia popote pale ulipo, umbo la viungo vyako, umbo la mwili wako, umbo la familia yako, umbo la taifa lako, umbo la lamani yako, popote pale ulipo, ndipo Mungu yupo kukusaidia, kwa kuwa amefanana na utawala wako, amefanana na umbo ulilo nalo, amefanana na enzi ya kuketi kwako, na amefanana sura, yani sifa ya vema ya uwepo wako. Naongea na wewe popote pale ulipo, ni jinsi gani Mungu anakusaidia daima. Anakusaidia kwa kuwa wewe ni mtawala. Amekuwa ni msaidizi kwako kwa kuwa wewe ndiye mtawala, na mtawala ni hilo umbo, na utawala ni hilo umbo au kiti cha enzi kwa kuonekana kwa jina ulilo nalo. Na amekuwa msaidizi kwako kwa ile nuru anayoituma kutoka katika kiti chake, kwa ile nuru anayoituma kutoka katika kiti chake, ikufikie hapo, ikusaidie nawe ukafurahia enzi ya utukufu wa kiti chako, enzi ya sifa ya mwili ulionao, enzi ya sifa ya kazi ya biashara ulionayo, enzi ya sifa ya familia ulionayo, isipungukiwe na chochote wala isizidiwe na chochote. Naongea na wewe mtawala wa enzi ya kiti ulicho nacho, ya mwili wako, ni wewe mwenyewe, kwa kuwa hakuna mbinguni wala duniani atakayeweza kukaa katika kiti cha enzi yako, katika mwili ulionao, yani kuwa na mwili ulionao, bali kuwa msaidizi tu katika mwili ulionao, katika umbo ulilonalo, katika kiti cha enzi cha utawala ulicho nacho. Kuwa msaidizi maana yake kutuma nuru, mwanga wa kufanya mwili wako usipungukiwe, usizidiwe na chochote, bali kufurahishwa kwenye kila jambo unalolifanya, kwenye kila kitu unachokifanya, kwenye uwepo wako upate kufurahi. Ndiyo naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu jinsi Mungu anavyokusaidia milele, na aliye msaidizi wako ni yule aliye wa kufanana na wewe, yani aliye na sifa za uwepo, za utawala kama wewe. Narudia, aliye msaidizi wa maisha yako ni yule aliyefanana na wewe, aliyefanana na wewe kwa sifa zilizo sawa za utawala kama wewe. Anayekusaidia wewe ni yule aliye na utawala kwa maana nyingine. Ndio maana hata yule mtu alipoumbwa akaletewa wasaidizi wenye sifa za utawala kama yeye, akaletewa wanyama wapate kumsaidia kwa nuru. Sio mnyama awe mtu, wala mtu awe mnyama, bali mnyama amsaidie mtu kwa nuru ya kuwa mnyama. Kwa kuwa mnyama tu, basi mtu anasaidiwa kwa nuru ya yule mnyama.
akaletewa ndege kuwa wasaidizi wake, akaletewa kila kitu kuwa wasaidizi wake, akaletewa fedha kuwa wasaidizi wake, ili mtu anachokifanya, ili ile fedha inachokifanya ni kumsaidia mtu kwa nuru yake, ni kumsaidia mtu kwa nuru ya ile fedha. Na ile fedha ndio nuru, na ile fedha ndio nuru inayokuja kumsaidia yule mtu. Lakini ile fedha si kwamba itakuwa mtu, bali itakuwa ni nuru inayomsaidia mtu. Na kama ni nuru inayomsaidia mtu, inakuja kumulika na kurudi katika kiti chake. Nuru inatoka katika kiti cha ile fedha, kinatoka katika fedha inayokaa na kurudi katika fedha inapokaa. Ndio kazi ya nuru. Popote ulipo, jua jinsi Mungu anavyokusaidia daima, na anakusaidia daima kwa kuwa ni wa kufanana na wewe, kwani aliye msaidizi wako ni yule aliyefanana na wewe. Na popote ulipo, wewe umekuwa msaidizi katika ufalme wa Mungu, kwa kuwa ni lazima Mungu kuwa msaidizi wako, kwa kuwa ndivyo alivyo, kwani yupo. Kwa uwepo wake ndiyo usaidizi wake wako. Narudi hapa. Na usaidizi wa Mungu ulivyo kwako ni uwepo wake. Usaidizi wa Mungu ulivyo kwako ni uwepo wa kiti cha enzi yake, ni uwepo wa umbo la muonekano wake. Ndiyo usaidizi wake kwako. Na wewe umekuwa msaidizi katika ufalme wa Mungu kwa uwepo wako tu, kwa uwepo wa kiti chako cha enzi hicho, yani mwili wako, umbo lako, ambao ndio utawala wako. Ndiyo usaidizi kwenye utawala wa Mungu. Umekuwa msaidizi kwenye kitu chochote pale kilipo kwa uwepo wako, na kila kitu kimekuwa ni cha kufanana na wewe, yani msaidizi katika maisha yako kwa uwepo wake pale kilipo. Fedha, uwepo wake imekuwa usaidizi wako. Mashamba, ardhi, wanyama, mke, mume, baba, mama, watoto, na kila kimoja popote pale kilipo kimekuwa usaidizi kwako. Kimekuwa cha kufanana na wewe, cha kusaidia uwepo wako hapo ulipo, upate kufurahi, upate kushangilia, upate kuishi, upate kupumzika kwa uwepo wake pale popote pale kilipo. Na ndio maana sasa unaishi katika utawala wa pumziko la Mungu, kwa kuwa ulipo unaye wa kufanana na wewe. Popote ulipo unaye wa kufanana na wewe. Yupo aliye msaidizi wako, na msaidizi wako katika kiti cha enzi cha kuketi kwake yuko mbadala wa muonekano wako. Kama wewe unaonekana uko juu, yeye kwa umbo la kuonekana kwake anaonekana yuko chini. Kama vile mwanamume aliye msaidizi wake anaonekana mwanamke kwa ukaribu zaidi. Mzazi, watoto,
mtu, wanyama na vitu vyote. Ndivyo vilivyo wasaidizi. Yaani kwa maana nyingine, aliye msaidizi wako, aliye wa kufanana na wewe, ni yule aliye kinyume na mwonekano wako. Kama vile unavyojitazama katika kioo, kama vile unavyojitazama katika kioo, kwamba ulivyo huku ukijitazama kwenye kioo ni kinyume, umegeuka katika kinyume chake, na kufanya yule aliye katika kioo ni nuru ya kukusaidia hapo ulipo. Yule aliye kwenye kioo ni nuru ya kukusaidia hapo ulipo na kujua jinsi ulivyo. Ndivyo katika kuishi. Kila aliyopo unayemtazama ni kinyume cha kuonekana kwako, na ndivyo aliye msaidizi kwako kwa uwepo wake tu pale alipo. Ni nuru iliyotumwa kukusaidia, ni nuru yako iliyotoka nje ikusaidie hapo ulipo, ikustareheshe hapo ulipo. Sio wanyama tu, sio ndege tu, sio ardhi tu, sio mazao tu, sio chakula tu, sio mwanamke au mwanamume au wazazi au taifa, sio chochote tu, bali kila kitu ambacho unakiona kipo kinyume na wewe katika kukitazama kwako, na hicho ndicho cha kufanana na wewe, kilicho na sifa kama wewe, cha utawala, na ni nuru iliyotoka ndani yako ije ikumulike hapo popote pale ulipo, ije ikusaidie popote pale ulipo. Inakuja kwako, inatazamika kama chakula, nawe unakula na kukufurahia. Inakula na unakula na hiyo nuru kurudi pale ilipo. Ni fedha inakuja kukumulikia na kurudi pale ilipo. Ni mke anakumulikia hapo mume katika nyumba yake na kurudi pale alipo. Ni mke, ni mume anakumulikia kwa uona mume wake na kurudi pale alipo. Na ndivyo nuru ya Mungu inavyokusaidia. Inakumulikia. Inapomaliza kukumulikia, inarudi pale ilipo na kuja nuru nyingine katika upya wake, ili usichoke nuru moja inapokumulikia. Ndio maana kila kitu kilichopo katika ulimwengu huu, kila kitu kilichopo katika dunia, katika mbingu, popote pale kilipo, kipo kukumulikia, na kinapokumulikia na kutimiza ile hitaji la nuru yake, ile nuru inarudi sehemu husika. Fedha inapokuja kukumulikia hapo, inarudi sehemu husika, inakuja nyingine sawa na hitaji lako. Ndio maana nuru inapokuja kukumulikia, inapomaliza kazi yake, iache iende, ije nuru nyingine, kwa kuwa haiwezi kukaa katika mwili wako kamwe, haiwezi kuwa mtu kamwe, bali ni nuru tu ya kukumulikia. Kwa kuwa usaidizi wa kimungu, jinsi Mungu anavyokusaidia, anatuma nuru yake kutoka pale pale alipokaa, kama vile ili neno linavyokuja kukusaidia hapo ulipo, limetoka hapa nilipo, linafika hapo, linakusaidia na kurudi sehemu yake, na kuja lingine, na kuja lingine, katika upya
wa kuonekana kwake na kufanya wewe popote ulipo ukawa unastareheshwa na neno hili, unastareheshwa na neno hili. Popote pale ulipo ukawa unastareheshwa na neno la pumzisho hili, kwamba kumbe wewe ulipo unastahili. Wewe ulipo ni msaidizi katika ulimwengu, na usaidizi katika ulimwengu unatuma nuru yako. Kama ni daktari, wewe hautoki kuwa mgonjwa, bali unatumwa nuru yako, inamfikia mgonjwa na anapona, na ile nuru ikimfikia inarudi kwako na kufanya daima ukawa daktari. Ndivyo wewe baba, hapo ulipo unatuma nuru kwa mtoto wako. Ile nuru inamsaidia mtoto na kurudi kwako na kufanya wewe ukaendelea kuwa baba siku zote pasipo kupungukiwa. Ndivyo ilivyo mtoto, ndivyo ilivyo askari, ndivyo ilivyo mkulima, ndivyo ilivyo wewe katika biashara yako, ndivyo ulivyo hapo ulipo katika uchumi wako. Unatuma fedha hiyo, inafika inamsaidia yule na inarudi kwako tena. Kwa nini nakwambia haya? Ili usihofu kutuma nuru ya kuishi kwako, fedha ulionayo katika mkono wako, kutoa katika sadaka, kutoa kwa watoto wako, kutoa mashuleni, kutoa kwa wazazi wako, kutoa katika kujenga, kutoa katika kufanya shughuli yoyote, kwa nuru ya kufanya kwako, kujitoa. Ukahisi itapotea. Pale ulichokituma ni nuru tu ambayo inafika kwenye ujenzi na kurudi hapo ulipo. Inafika kwa watoto wako shuleni kuwalipia ada na kurudi hapo. Inafika kwenye chakula, kununua chakula na kurudi hapo. Inafika kwenye mashamba na kurudi hapo. Mazao inawafikia watu na kurudi shambani. Chochote ulicho nacho kinafika kwa pale kuwamulikia na kurudi hapo ulipo, kwamba hakipotei, haupotezi chochote. Haupotezi chochote kwenye uwepo wa nuru ya kuishi kwako. Unakuwa mume, unatuma nuru kwa mume wako, kwa kumfariji, kwa kumfurahisha, kwa kumstarehesha, na kile ulichomstarehesha kinarudi kwako. Unatuma uwana mume wako, kuwa mume kwa mke wako, kuwa baba kwa watoto wako, kuwa mama kwa watoto wako, vyovyote vile ulivyo, kwamba haupungukiwi katika kumsaidia Mungu, haupungukiwi katika kutuma kwako sadaka hapo ulipo, haupungukiwi bali kuzidishiwa. Naongea na wewe popote pale ulipo, ili jinsi vile vile Mungu anavyokusaidia na yeye kuendelea kuwa Mungu, kuendelea kuwa na vile vitu katika kukusaidia kwake, bali na zaidi kuongezeka katika uzuri wa mwonekano wake, ndivyo vivyo wewe ulivyo msaidizi katika ufalme wa Mungu, pasipo shaka la kupungukiwa wala kuzidiwa. Kuona fedha ulionayo ukienda kununua chakula kwamba itaisha, kumbuka hiyo ni fedha, ni nuru iliyotumwa katika kununua pale, na unanunua chakula unakuwa nayo na fedha inarudi. Tazama, kama vile yule alikuwa ni Ibrahimu, baba wa imani. Mungu alipomjaribu kumwonyesha kwamba yeye Mungu hachukui kilicho cha mwingine, bali humzidishia tu, akamwambia amtoe Isaka kama sadaka. Baba mtu Ibrahimu akaenda mlimani kumtoa sadaka, lakini cha kushangaza, katika kwenda kumtoa sadaka akakuta amezidishiwa kingine, kwamba akapata kondoo wa kumtoa sadaka, kwamba alichokuwa anakitoa sadaka ni kondoo, anaye mtoto wake akabaki naye na sadaka akaitoa. Ndivyo wewe
katika fedha ulionayo. Chakula utanunua chakula, na fedha ya kununulia chakula utakuwa nayo, kwa kuwa ni nuru iliyotoka katika kwenda kununua chakula. Na hiyo nuru, baada ya kumulikia yule muuzaji, inarejea kwako. Ni sadaka uliotoa katika neno hili, katika namba hii. Baada ya kuitoa, inamulika katika neno hili na kurudi kwako. Ndivyo jinsi Mungu anavyokusaidia milele, na jinsi vile vile Mungu anavyokusaidia milele, ndivyo vivyo wewe unavyomsaidia Mungu katika utawala wake. Vivi ili neno linavyokusaidia milele, ndivyo vivyo wewe unavyolisaidia neno hili milele, kwa jinsi ulivyo, kwa fedha zako, kwa wanyama wako, kwa biashara zako, kwa jinsi ulivyo vyovyote vile, kwa unabii wako, kwa uchungaji wako, kwa ualimu wako, kwa uimbaji wako, kwa jinsi vyovyote, jinsi ulivyo, jinsi unavyolisaidia na kufanya. Ni nuru ulioituma na kuongezeka kwake kuanzia leo. Kwa jinsi ulivyo, fedha ulionayo, mali ulionayo, usiache kutoa kwa ajili ya kingine, kumulikia kingine ukahisi itapotea, kwani unachokitoa kutoka hapo ni nuru ya hicho, na kisha nuru hiyo kwenda kumulika kwa yule na kurudi kwako hapo ulipo, na kurudi kwako hapo ulipo, kwa kuwa hapo ndio nyumbani kwake. Basi kuanzia leo, Mungu hataacha kukusaidia kwenye maisha yako, na usaidizi huu wa Mungu uwe pamoja nawe, na kutamkia pumzisho hili, neno hili likawe nuru kwako. Kwenye kila unachokifanya kiwe ni nuru kwako, liwe pumzisho lako, liwe furaha kwako. Pokea pumzisho hili na furaha hii ya uponyaji wako, na furaha hii ya raha ya pumzisho katika kuishi kwako, pasipo kupungukiwa na chochote. Kwenye kila jambo unalolifanya liwe pamoja nawe.